Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ni salamu ya ndugu zetu kutoka umma wa Kiislamu, ambao nayo ina maana nzuri na inatamkwa katika ile lugha ya Kiarabu. Kwa maana yake amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na baraka zake na mibaraka mingine yote iwe juu yenu. Kwa unapoitikia basi mnaikubali hiyo mibaraka ya Mungu. Kwa ni salamu nzuri na salamu ambayo tunaweza tukaitumia hata katika mikutano kadha wa kadha. Kutokana na muda ambao umebakia mbele yetu, basi tutaenda kujifunza mambo machache ambayo yatatusaidia katika elimu yetu ya ujasiriamali au katika kujifunza ujasiriamali wenye mafanikio. Kwa tuna almost kama dakika 30 hapo mbele. Okay. Sawa, tuna kama dakika 45 za kuweza kwenda kujadili kidogo katika mada hizi ambazo ni si mpya sana, zinasikika mara kwa mara kwa sababu ndio agenda kwa karne ya 21 ambayo tunaishi. Basi kwa kwanza kipindi chetu, tuualike uwepo wa Mungu ukatembee nasi katika kipindi kizima. Mtakatifu na Baba yetu ketie mahali pa juu mbinguni, tunashukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Ni siku nyingine tena umeruhusu wana na binti zako tukutane katika hekalu lako, tujifunze mambo mbalimbali ambayo ulipanga au umeruhusu tuweze kuyapata kwa mwaka huu. Tunaomba yote ambayo yamefanyika kuanzia majira yale ya asubuhi kabisa mpaka sasa yakapate kibali machoni pako. Zaidi na kualika ukawe nasi katika kipindi cha ujasiriamali, ukatembee nasi na mambo ambayo tutajifunza kwa siku hii ya leo, basi yakaongeze hazina katika ile sehemu ambayo tumeipata tangia majira yale ya asubuhi. Tunaamini utakuwa nasi, kwani tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumeendelea kujifunza mambo muhimu ya uhusianayo na ujasiriamali, hasa katika dunia ambayo tunaishi, ambayo inasemekana imekuwa na changamoto nyingi sana. Changamoto za magonjwa ya mlipuko, lakini changamoto ya ukosefu wa ajira, lakini na changamoto nyinginezo nyingi sana, zikiwa za vita. Machafuko yanasikika kutoka kila mahali, lakini tumepata fursa ya kuweza kufundishana hivi vitu ili tuone ni kwa namna gani tutaweza kwenda kupambana na hizi changamoto, hasa zile za kiuchumi, ikiwemo na ajira. Mambo ambayo hatuna uwezo nayo ya control, basi tutasaidiwa na mamlaka zingine ambazo zinafanya hiyo kazi. Lakini katika hususani katika ajira na mambo yanayohusu kujiajiri, ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Na ndio maana katika kambi hili nikaona ni muhimu sana tuanze kupandikiza hii mbegu ya kuona ya kwamba tunaweza kuanzisha miradi mikubwa, lakini sio tu kuianzisha, tunaweza pia kuisimamia. Lakini si tu kuisimamia, tunaweza kuiendeleza ikadumu karne na karne. Na tukagusa mambo yale ambayo ya muhimu, na leo tutagusa kidogo
tuone hawa wajasiriamali ambao wamefanikiwa ni kwa namna gani au wanakuwa na tabia gani. Tumeangalia habari za siri, tumeangalia ndani ya hizo siri kuna kanuni na kadhalika. Kuna vitu vingi, lakini hivi vitu navyo vina rudiana. Yani unaweza tumejifunza kwenye siri, lakini sasa hapa kwenye tabia, maanake tunawaangalia hao watu ambao sisi tunawaona kama role model. Yani ni watu ambao unaweza ukamtazama ukajifunza kitu fulani. Je, tabia zao zinakuwaje katika maisha yao? Na hii tu hata wewe unaweza ukajifunza katika jamii ambayo unatoka, eneo lako ambalo unaishi. Unaweza ukafanya tafiti ndogo tu, ukafanya tathmini kujua katika eneo lako ni watu gani ambao wanasemekana wameendelea. Ninatumia neno semekana kwa sababu unayemuona labda ameendelea katika eneo lako, lakini akitoka hapo akienda sehemu nyingine anaonekana bado yuko chini. Kwa katika sehemu yako ambayo unayemuona huyu kweli ameendelea, unaweza ukaanza kujifunza tabia zake. Je, katika maisha ambayo anaishi tabia gani zinaonekana kwake? Na tabia ni za muhimu kwa kweli. Sisi kama wanadamu tuna tabia tofauti na tuna tabia ambazo si hazifanani kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, na hizi tabia zina mchango katika kufanikiwa katika ujasiriamali au katika biashara zetu au katika kujiajiri. Zina nafasi kubwa sana. Kwa tutagusa baadhi ya tabia chache, halafu tutaangalia kutokana na muda tulionao, tutafanya tathmini sisi wenyewe kuangalia ni tabia gani ninayo na tabia gani sina. Unaweza ukaanza kujifunza au wazungu wanasema kuzidevelop hizo tabia zikawa ni sehemu ya maisha yako. Kwa tabia ambazo za wajasiriamali wakubwa, wafanyabiashara wakubwa sasa hivi zinawasaidia sana katika kuendelea kwao, na tukiziishi hizo tabia zitatusaidia katika kufanikiwa kwenye biashara zetu, kwenye miradi yetu, kwenye kazi au kwenye biashara ambazo tumejiajiri au kwenye miradi ambayo tunafikiria kuianzisha. Tukianza kuishi na hizo tabia zitatusaidia. Tabia kubwa ambayo ilionekana watu wengi waliofanikiwa au wajasiriamali wakubwa au sasa hivi ni wafanyabiashara wakubwa wanayo, ilikuwa inahusiana na ulalaji. Yani wengi wanalala mapema, kama ambavyo madaktari wanashauri katika swala zima la kulala. Na kiukweli katika swala la kulala, watu ambao wamefanikiwa hapa huwa wako makini sana. Tukichukulia mfano kwenye maeneo ambayo, nikichukulia kundi fulani la wafanyabiashara ambao wana asili ya Asia, nikimaanisha hao Wahindi na wengineo, huwa ikifika mchana maduka yao, nadhani tunajua desturi yao, mchana akienda kupata chakula saa 7 kamili anafunga duka, anakwenda sehemu ambayo yeye anapata chakula. Na wengi wanapata chakula kwenye majumba yao, sio waumini sana wa kwenda kwenye mahoteli au restauranti zilizopo karibu, sio waumini. Yeye anaondoka anakwenda nyumbani, anapata chakula, akimaliza kula chakula anapumzika. Kupumzika anatoa nafasi ya ule mmeng'enyo kufanya kazi yake vizuri, halafu baadaye anaamka kama either saa 8 au saa 8:30, basi anaelekea tena kwenye biashara yake, anafungua. Akishafungua biashara anaendelea kufanya biashara kwa muda ambao unakuwa umebaki. Kwa hiyo hata wafanyabiashara ambao tunaona wakubwa wana hii tabia, tena hasa atazungumzia sana kwa yale masaa ya usiku.
wengi tunachelewa kulala tukiamini ya kwamba yale masaa ambayo tutayatumia kwa kufanya shughuli fulani yatatusaidia kuongeza utendaji kazi wetu wa hapo baadaye. Lakini kumbe tukila muda huko katika kulala lazima tuulipe baadaye. Ukiangalia mfano kwenye maofisi unashangaa anakuja mtumishi amefika kwenye deski, badala afanye kazi anasinzia. Au umefika umefungua ofisi yako vizuri, umeshaiandaa kwa ajili ya kupokea wateja, wewe unasinzia, unalala kabisa. Mtu anakuja mpaka anagonga, umelala, manake unalipa posheni ya ile uliokula. Kwa hiyo inashauriwa, na hawa imegundulika wanazo, wanalala mapema sana. Kuna kuta saa 12 alisharudi nyumbani, mpaka saa 2 saa ngapi alishapata chakula analala. Huwezi kuwakuta ndo wanaanza kutembea kwenye vijiwe vilivyopo labda vya chipsi au kama kwenye mabaa na kadhalika, huwezi kuwakuta wale. Wale wanawakuta wengi wanaitwa ile klasi ya kati, middle income earners, yani watu wenye kipato cha kati. Ndio wakiwa wamepata fedha kidogo tu yakasharizika, ndo utamkuta katika hayo maeneo anatamba, restaurant anakwenda, anafanya nini. Lakini hawa waliofanikiwa huwezi kuwakuta, kwa maana wanaondoka kwa wakati, wanapata chakula nyumbani, na wakishapata chakula nyumbani mapema analala mapema. Kwa nini analala mapema? Wataalamu wetu au madaktari wanashauri mwanadamu alale masaa 8. Kwa analala mapema ili aweze kuyatumia yale masaa 8. Kuna kuta mwingine analala saa 1, wengine analala saa 2, wengine analala hata saa 12. Tukitofautisha na wale sasa wafungwa, maki wenyewe wanalala kwa lazima. Kwa hiyo huyu yeye anaweka ratiba yake, anakuwa analala saa 2. Wengi wanalala saa 2, saa 1, saa 2, wengi wanalala. Kwa akishalala pale, akilala hayo masaa 8, manake kuanzia saa 10, saa 11 tayari anakuwa ameshamaliza ule muda, anashtuka. Kwa unakuta walofanikiwa wengi mida kama hiyo tayari walishaamka, wanaanza kujiandaa kwa ratiba za siku hiyo. Kwa hiyo ulalaji wa mapema ni mzuri, lakini kuna mambo ya kuzingatia wakati wa kulala. Wanashauri wataalamu wetu wa afya, unapolala uweke simu mbali, na hii imeonekana ni tabia ya waliofanikiwa au wajasiriamali waliofanikiwa. Wanapolala simu zao wanaziweka mbali, hawalali nazo katika kitanda, na pia hata katika setting zao za vitanda. Kuna mmoja akasema hata kulala ni uwekezaji, lazima uwekeze namna ya kulala vizuri. Vyumba vyao unakuta wamevigawa. Sehemu anapoweka kitanda ni sehemu ambao haiwezi kawa imefungamana na vitu vingine. Uwezi ukakuta maviti hapo, ni sehemu ya kulala tu. Wanatengeneza sehemu pembeni imejitenga kwa ajili ya nguo, sehemu pembeni ameweka either library pale kidogo, vitabu muhimu anakuwa ameweka hapo, lakini sehemu anayolala inakuwa haina vitu vingi. Kwa nini? Kwa sababu ili aweze kulala vizuri, na akilala vizuri, akipumzika vizuri, ubongo unakuwa active, na ukiwa active utamrahisishia yeye katika kufikiria mambo makubwa ambayo anapanga kuyafanya katika ulimwengu huu. Pia kuna wataalamu, kuna ripoti moja nilikuwa naipitia. Hiyo ripoti ilichapishwa katika peji ya Mwananchi. Mwananchi ni waandishi wa magazeti. Hiyo peji kwa mara ya kwanza kabisa ilichapishwa tarehe 29 mwezi wa 11 2014, lakini ikaja kufanyiwa maboresho tarehe 13 mwezi wa 3 2021. Na huo utafiti ulijikita katika kulala, ambapo ulisema kwamba wenyewe walifanya utafiti ya watu wanavolala, na ulibezi kabisa kwenye kulala bila nguo au nguo ambazo ni nyepesi. Sasa kwa sisi tunaotoka maeneo yenye baridi,
Kwa kuwa wataalamu wetu tunao, tunaweza tukawaona wakatushauri ni namna gani ambayo inasema. Kwa utafiti ulifanywa na Taasisi ya Kitaifa ya Usingizi. Sijajua kama Tanzania tunayo, ila Marekani wanayo Taasisi ya Kitaifa ya Usingizi. Hiyo taasisi ukiitaja tunaona kama vile ni watu wanafikiria kweli, ila kuna Taasisi ya Taifa ya nini? Ya Usingizi. Kwa utafiti waliofanya huko Marekani ulibainisha kuwa watu wanaolala mapema lakini wakiwa na nguo chache au bila nguo wana faida nyingi, ikiwemo uwezekano mdogo wa kupata gonjwa la kisukari. Na hiyo ni tafiti imeandikwa kwa urefu sana, lakini mimi tu nimeinukuu kwa sababu ya kuonyesha faida ya kulala mapema. Wanasema wao wataalamu, sasa ukipata muda pitia kwenye simu yako utaiona, wanasema ya kwamba mtu anayelala mapema anaruhusu joto. Wanasema usiku joto ni lazima lipungue ili mtu alale usingizi, joto la mwili linatakiwa lishuke chini. Ndio maana wenyewe walibezi kwenye nguo. Ukivaa nguo nyingi zinazuia joto lisitoki. Sasa joto lisipopungua manake huwezi kulala, utakuwa tu unageukia huku na huku. Ndio maana wenyewe walijikita pale kwenye mavazi. Kwa hiyo ili ulale usingizi, wanasema joto linatakiwa lipungue paka kufikia nyuzi 50 za Fahrenheit. Wataalamu wale wa mahesabu wanaweza, ili mtu aweze kulala kwa utafiti wao. Kwa hiyo ukilala mapema angalau unatoa nafasi ya mwili uweza kushusha joto lake lipungue, then uweze kupumzika vizuri na viungo vingine vya mwili viendelee kufanya kazi vizuri, ili tu kuhakikisha ya kwamba ubongo unakuwa katika nafasi nzuri na pia kuboresha afya yako ya akili. Kwa ukipata muda pitia katika hiyo peji ya Wananchi, utakuta hilo chapisho lipo paka leo, unapumzika vizuri na ubongo unakuwa vizuri kabisa. Lakini sifa yao ya pili au tabia yao ndio huwa wanawahi kuamka. Kuna mtu mmoja akasema sio kila anayewahi kuamka anakuwa na jambo la kufanya. Wengine inategemea na eneo alilolala. Kama wewe unalala sebleni, manake utakuwa wa mwisho kulala na wa kwanza kuamka, kwa sababu kuna watu wengine watahitaji kupatumia hapo. Lakini sifa kubwa ya hawa wajasiriamali waliofanikiwa, wanawahi kuamka. Kwa nini? Inategemea na ile ya kwanza. Kwa kuwa wanalala mapema, basi wanawahi kufanya nini? Kuamka. Kwa kuanzia saa 10 alfajiri, saa 11 huyu mtu anakuwa tayari alishaamka. Akishaamka anakuwa alishaandaa ratiba zake za siku hiyo, anafanyeje. Kama ofisi anaenda kufungua mapema, na wataalamu wanasema asubuhi akili inakuwa active sana kuliko masaa mengine, kwa sababu muda huo unakuwa bado akili iko fresh, mambo mengi hayajaanza kuja. Manake wanasema unapoanza kutoka nyumbani unatembea, ndio vitu vipya vinaanza kuja. Unakuta kuna msafara unapita, mmesimamishwa, kama umechelewa unachelewa zaidi. Lakini ukiwahi, na misafara mingi huwa ipiti saa 11 alfajiri, haipiti mida hiyo. Kwa hiyo ukiwahi kuamka una nafasi kubwa ya kufika eneo lako la kazi na kufanya mambo mengine. Pia movement ya watu barabarani inakuwa ni chache. Kwa hiyo unaweza kutembea vizuri kabisa na ukafika. Lakini ukichelewa, labda unawahi kazini, foleni nyingi, kila mtu kashaamka hapo saa 1:30, kwa hiyo pilika zinakuwa nyingi, unaweza ukapata shida ambayo ikaharibu ufanisi wako wa siku hiyo. Kwa hiyo kuamka mapema. Sasa je, hiyo tabia unayo? Tukianza na kulala, je, unalala saa ngapi? Tukija kwenye kuamka, unaamka saa ngapi? Kwa hiyo hapa tuzingatie sana, tusione kubeba kazi kwenda nazo kuzifanya saa 5 usiku, saa 6 ndio kufanikiwa. Hapana, lazima ule muda tutaulipa baadaye. Sasa utaulipaje? Kwa namna nyingi. Ndio maana hata sasa hivi wamiliki wengi wa magari haya ya usafirishaji
wameweka sheria wengi, yani 12 kamili gari ilipo ipaki, dereva alale, kwa sababu iligundulika sababu kubwa ya ajali nyingi ni usingizi. Kwa mtu anadhani akitembea usiku anapunguza umbali wa kufika eneo, lakini kumbe ile kitu atailipia. Kwa hiyo anaendesha, anajikuta usingizi umepita, anadumbukia kule, anapoteza maisha au anapelekea upotevu wa mali aliyobeba pamoja na gari anayoitumia. Kwa hiyo usingizi ni muhimu sana, kama ambavyo wataalamu wetu wa afya, madaktari mbalimbali ambao wanatusaidia kila kukicha. Lakini pia tabia nyingine ambayo hawa watu wanayo, yani ni tabia walofanikiwa, wanai tabia kujisomea vitabu mbalimbali, ikiwemo pia na neno la Mungu. Kipindi katika harakati zangu za kusoma nilikutana na profesa mmoja alikuwa akitufundisha mambo ya peace and security. Peace ni amani, security kuweka kwenye Kiswahili ni kama ulinzi, lakini tukawa tunaangalia ni kwa nini nchi za Afrika zina machafuko mengi sana ukilinganisha na zinginezo duniani, japokuwa na huko yapo, lakini yako kwenye misingi tofauti. Huyu ni profesa ambaye amejiajiri, ana makampuni yake ya training, kutoa hizi seminars mbalimbali kuhusiana katika hizo engo. Lakini nikiwa nazungumza naye, alikuwa ni rafiki yangu, tulikuwa tunazungumza mambo mengi. Tulikuwa tunazungumza naye, tukaja kuzungumzia habari za imani. Ndio hapo nilipojua ya kwamba hawa watu ambao wameamua kujiajiri na kufanya vitu serious wana tabia ya kusoma. Hilo neno profesa lisikutishe, hata wewe unaweza. Yeye akaniambia ana ratiba kila siku ya kusoma. Kila siku yaenda kwa Mungu lazima asome. Ila anasoma muda gani? Asubuhi. Anaamka mapema saa 10, saa 11 alikwisha kuamka, ameoga, ameshajiandaa kabisa, anachemsha pale tangawizi. Akishachemsha tangawizi anakunywa, huko anakuwa anasoma kitabu. Ndo aliniambia bana, mimi naisoma Biblia vizuri. Maana tulikuwa tunajadiliana either tusome paka Jumamosi au Jumamosi au tuishie Ijumaa tu. Na kipindi hicho ndo nilikuwa kama nasimamia kuratibu yeye kuendelea kutufundisha. Basi mimi nikamwambia, unajua Jumamosi mimi sitakuwepo. Kwa hiyo kama ukipata mtu mwingine ambaye ataweza kusimamia ni sawa, kwa sababu nitakuwa kanisani. Akasema okay, naelewa. Ndo akaniambia mimi ninasoma Biblia, kwa hiyo najua hicho unachokifanya. Sasa kwa kuwa wewe hautakuwepo, basi tuwatangazie kwanza Ijumaa tuwahi kwanza kipindi, tuanze saa 1 kamili, ili nikave na vitu ambavyo nilipanga tuvifanye katika siku ya Jumamosi. Siwezi kukukatili kwa sababu imeandikwa katika Biblia, lakini sio Mwadventista, ila anasoma. Kwa hiyo katika vitabu alivyonavyo na Biblia ipo, na kila siku anasoma. Kuna fungu za peji fulani anasoma, anaelewa. Hasomi sana muda mrefu, dakika chache anasoma kitu, akishakielewa basi anafunika, anaendelea na ratiba zingine. Kama vitabu vya ujasiriamali, vya watu waliofanikiwa na nini, pia navyo anavisoma, lakini hasomi kwa muda mrefu. Dakika 20 mpaka nusu saa anakuwa ameshamaliza vizuri, amesoma, ameelewa, then anaendelea na ratiba zake. Anakwenda kwanza, anafungua ofisi yake. Akimaliza ofisi yake, ikifika muda wa kwenda kuripoti kituo chake cha kazi, anaenda. Uzuri wale wafundishaji wanakuwa hawabanwi sana. Yeye akifika anasaini, anacheki kipindi, labda mchana anaondoka, anaenda anafanya kazi zake, mchana anafanya. Kwa hiyo wana tabia ya kusoma hivyo, na hata hao wengine ambao tunawafahamu wanajisomea sana. Mfano kama mjasiriamali, ukiendelea katika kupambana, kuna vitabu inabidi uvisome. Tuepuke sana kwenye kusoma vitabu. Yaani sio kila kitabu unasoma.
Mfano tuna vitabu au tuna vile vijarida vya udaku, vile usipoteze muda, manake vile vinaandika tu jana nani kafanya nini, sawasawa na yale magazeti ambayo yanachapisha hizo habari za udaku, ambayo yapo mengi tunayafahamu, ambapo kila siku wanaandika jipya. Unakuta pale picha kubwa ya mtu fulani maarufu, afu anaandika habari labda kafumaniwa. Ile kwa mjasiriamali au mfanyabiashara sio habari yenye tija, wala hutakiwi hata kuisoma, kwa maana ukisoma content huoni sehemu yoyote alipofumaniwa, ila wanaandika tu ile title wa kushawishi kununua. Kwa hiyo kuna vitabu sio vya kusoma kama hivyo. Ukishaona tu ni habari za udaku na nini, achana navyo. Soma vitabu ambavyo vitaongeza maarifa katika biashara yako au miradi, au kuelewa namna ya kukua. Mfano, kuna kitabu kinaitwa How to Win Friends and Influence People, yani jinsi ya kuwawini. Wametumia tu friends, lakini ni watu ambao unajua hawa watakuwa msaada au watawezesha wewe kupiga hatua moja. Kuna vitu vimefundishwa, ni tabia kadha wa kadha zimezungumziwa. Hicho kitabu kinapatikana, unaweza ukakitafuta ukaona ni namna gani unaweza ukawini, lakini pia ni namna gani unaweza kuwa mwasilishaji wa mada fulani. Kuna wengine wanaona hata aibu tu kukutana na kundi fulani la watu, hata kimwambia simama pale useme kitu anakuwa hawezi kabisa. Kwa hiyo kama unajua hiyo ni changamoto, basi unatafuta kitabu hicho, unaanza kujifanya nini, kujikomaza, kwa sababu ukishakuwa tu mwenye mafanikio, tegemea kupokea mialiko mbalimbali sehemu mbalimbali, kwenye vyuo na kwenye mataasisi. Watu watahitaji waje uwape madini, ni kwa namna gani wewe umefanikiwa, kwa sababu mafanikio ni ndoto ya kila mtu. Kila mtu amekaa hapa anafanikiwa, anawaza mafanikio, anataka afanikiwe zaidi. Kwa hiyo kuna kujisomea, kuna vitabu, lakini nikupendekezea kwamba neno la Mungu usiache katika vitabu. Kitabu namba 1 uwe nayo Biblia. Na uzuri, kanisa lina mpango mzuri na umewekwa kila siku kuna sura ya kusoma, si ndio? Mfano leo ni sura ipi? Kitabu kipi yani? Watu wa Mungu, Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 4. Wangapi tumesoma hiyo sura ya 4? Watatu. Wengine manake kama hukusoma uwai kwenye mkutano, manake jana hukulala kwa wakati. Ungelala kwa wakati, ungeamka mapema 12 saa 11, tayari yale masaa 8 hata 9 yameshakwisha, mwili wenyewe unaamka. Huu mwili Mungu alivyoumba kwa namna ya pekee sana, kuna vitu vinajioperate vyenyewe ndani kwa ndani. Unaamka, unajiandaa vizuri, unapiga waraka wa Yohana wa kwanza ile sura ya 4 vizuri, unaelewa. Saa 12:30 saa 1 unaanza safari ya kuja kwenye mkutano hapa, na Mungu anabarikiwa na wewe unabarikiwa pia, kwa sababu umeshaanza na nani? Na Bwana. Kwa hiyo ule mpango uliowekwa na kanisa, jamani, utusaidie hizo tabia tuichukue. Kanisa limeweka mpango wa kutufanya tuwe tunajisomea. Ndio maana tumewekewa ile pale, na uzuri lesoni zetu zinakuambia tu pale juu kabisa. Ukifungua tu juu inakuambia ya kwamba leo tarehe fulani tusome kitabu fulani. Ile pale ni kuongeza maarifa, na usomaji wa vitabu unapanua uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo wale watu wa kukazia wataanza kupungua. Kama alivyosema fulani, nami nakazia. Maana yake unakazia, unarudia alichosema. Tunataka utoe kitu kipya ambacho wewe umejifunza pale. Sasa kukuza huo uwezo, tusome vitabu, tusome neno la Mungu,
bila kukata tamaa, lakini pia tusome na vitabu vingine. Kuna vitabu vya saikolojia ambavyo wachungaji wengi wanavisoma kwa sababu wanadili na watu wana matatizo mbalimbali. Kwa hiyo wanasoma vile vitu ili elimu anayoipata kule kwenye vile vitabu akijumlisha na neno la Mungu, basi anaweza kumsaidia mwana wa Mungu ambaye yupo katika hii dunia akaepukana na ile changamoto yake. Kwa tusome, na kuna vitu ambavyo vinatuhusu wote. Kwa mfano saikolojia, hata wewe ukawa mfanya mjasiriamali mkubwa au umeshaanza, manake utaajiri watu, soma saikolojia uwajue watu. Hata kwenye kusimamia itakusaidia sana, kwa maana mtu anapoingia anakuja lazima uanze kumsoma. Je, yuko sawa siku hiyo au kuna shida? Na kama kuna shida basi umsaidie. Nakumbuka sehemu fulani nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa na meneja wangu mmoja ambaye ndo alikuwa anatusimamia pale. Yule alikuwa anapenda kusoma hivyo vitabu, baadaye ndo nilikuja nikaelewa. Alikuwa anasoma sana vitabu vya saikolojia. Kwa maana kuna siku nilikuwa tuko ofisini tunazungumza namna gani ya kukamilisha kazi. Basi mtumishi mwenzetu akawa anaingia, na uzuri hiyo taasisi ni ya benki, huwa vioo yani vinakuwa wazi, unamuona mtu anaingia paka anakuja. Akamwangalia toka anaingia, alivyofika katikati akaniambia tu, akasema huyu mtumishi leo hayuko sawa. Sasa ili kumlinda yeye na hii ajira sije akaipoteza, inabidi nimpe likizo ya lazima. Basi akaniambia hebu naomba unisemeshe. Nikatoka nikamuita, akaingia kule. Akamwambia tu bana, wewe hauko sawa. Alikuwa ni binti. Akamwambia umejuaje? Yaani siko sawa, asubuhi tumevurugana kweli na mwenzangu. Yaani kagombana na mume wake. Yaani asubuhi tu wamegombana. Akamwambia sasa wewe unadili, yani wewe hii kazi yetu ni ya kuhudumia watu, na hii asila ulionayo, ubongo hujatulia, utawajibu watu vibaya na utafukuzwa kazi. Sasa nakupa likizo ya siku 3. Jaza hapa, inaanza sasa hivi. Beba kila kitu chako, nenda nyumbani, solve matatizo. Kama paka siku 3 hazijaisha hujasolve, nipigie simu. Kweli akampa siku 3, lakini ni za nini? Za lazima. Kwa nini? Amesoma psychology. Kwa amemuelewa ya kwamba huyu hawezi kufanya kazi, ataharibu kazi. Kwa hiyo tujisomee. Wafanyabiashara wote wakubwa waliofanikiwa, wajasiriamali ambao tunawaona kama vioo tunawatazama, wanajisomea na wana library, maktaba nyumbani kwao. Hivyo basi, na wanachagua vitabu, sio kila kitabu wanasoma, vingine wanaviacha ambavyo havina mchango wa moja kwa moja kwenye nini katika miradi yao au na watu ambao wanawasimamia. Lakini pia tabia nyingine ambayo imeonekana wanayo ni kwenye mazoezi. Kwa nini mazoezi? Kwa sababu kuna baadhi ya kazi ambazo zinafanyika muda mwingi unautumia katika kukaa. Sasa vile vitu unavyovitumia, hizi wanga tutakula baadaye, sijajua leo ikoje menyu, labda wali, ugali, ni wanga ule, alafu tunakuja tunakaa. Unatumika wapi? Manake vitu vikizidi huku mwilini, mwili nao na ratiba zake, unabadilisha. Wanga ukizidi unabadilishwa, unakuwa nini? Kama wanga ni nyingi, mwili inabadilisha, inakuwa mafuta. Sasa mafuta yakienda yakiwekwa humu, tunaumuka bila mpangilio maalum. Kwa hiyo ikaonekana wengi wanafanya mazoezi kutokana na uwezo wao kifedha. Wengine imepelekea wametengeneza katika makazi yao, wana sehemu maalum ya kufanyia mazoezi na anakuwa na ratiba maalum. Wengine paka wana madaktari ambao wanawasimamia katika mazoezi ya viungo, kwa sababu nayo ni taaluma, wanaita physiotherapy nadhani kama sijakosea. Kwa hiyo ile nayo ni taaluma, sio unafanya tu, lazima ufanye mazoezi kutokana na uhitaji wa muda huo ilionekana. Lakini kama inaanza na kama ndo unaanza, inaweza sio lazima sana, lakini ujue hii ni sehemu ya nini, ya maisha yao, ya kwamba kufanya mazoezi.
Lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana. Hawa walionekana ya kwamba wanakuwa na ratiba, yaani leo inaandaa ratiba ya kesho na kuendelea. Ndio maana ukienda hata kuwatembelea, kwanza sio rahisi kuonana nao, sio rahisi kuonana nao kwa sababu wana ratiba. Kwa hiyo ukienda tu bana nimekuja nataka nionane na fulani, anakuambia okay, una appointment naye, labda umemkuta secretary, una appointment naye, akisema hapana, wanakuambia bana, sasa ratiba ya mzee kwa leo imejaa. Kwani una issue gani? Inabidi uanze kujielezea kwa secretary una shida gani hasa, ili aandike. Alafu baadaye akipata muda, manake huyu bosi au mfanyabiashara au mjasiriamali alifanikiwa huwa na muda wa kukutana na huyu secretary kuona ni kitu gani kimefika mezani. Kwa hiyo ikifika pale ndo anapata briefing. Akipata briefing, akiona point ile haina maana, anasema huyu bana, kwa point hii nadhani sina umuhimu wa kuonana naye. Kwa hiyo unatolewa tu. Ukienda nakwambia bana, unajua ratiba ya mzee imejaa kwa mwaka huu, labda tuone mwakani. Kwa hiyo labda mwezi wa 12 uje tena tuone. Kwa hiyo wanakuaga na ratiba, na hiyo ratiba wanaifuata. Kwa ikifika labda ni saa 7 ni muda wa lunch, hawezi kuonana na mtu yeyote. Kwa maana yeye anachokifanya, anamwambia tu secretary ya kwamba muda huu ni muda wa lunch, kwa hiyo muda huu akija mgeni yoyote siwezi kuonana naye. Na ndio maana kuna baadhi ya ofisi ukienda kweli unakuja unamuona kabisa bana, si huyu anatoka anaondoka, na pale wewe umekaa, kwa sababu ule sio muda wa kuonana naye. Kwa wana ratiba na wanaifuata hiyo ratiba. Waliofanikiwa au wenye mafanikio makubwa wanaifuata ratiba. Kwa hiyo watu wengi ambao wanaamua kujiajiri huwa ratiba wanakuwa hawana. Yaani asubuhi anaamka anakwenda kwa sehemu yake ya mradi, lakini hajajua kwa siku hiyo atafanya nini. Ndio maana kuna vitu vingine waga vinaibuka tu, anakuambia kimeingia tu hapo katikati, anafanya. Na vitu vingine kinaweza kikaingia katikati kikakupelekea ukapata hasara. Kwa hiyo ni vizuri sana tukawa na ratiba, ambao kwa waajiriwa ambao wako kwenye mataasisi waga wana kitu wanafundishwa kinaitwa to do list, na wanapewa kipande fulani cha kikaratasi wanaita yellow sticker. Anakuwa anaandika date pale juu, afu anaandika kazi zake ambazo anazifanya, na kwa kifanya kwanza anatiki. Sasa huyo anasimamiwa, lakini wewe ambaye unakuwa ndio mwenyewe katika hiyo mradi wako au biashara yako, andika hicho kitu na usione haya na kisimamie. Kama mtu atakuja bana, twende labda Ilula hapo, nasikia kuna mkutano wa wafanyabiashara. Kama kuna ratiba yako ulikuwa hujaiweka, ikiwezekana tu usiende, unasema kwa kuwa na ratiba yako ya kwenda, nenda, halafu utashare kile ambacho umekipata kule. Kama utakuwa huna taarifa mapema, umeshaitengeneza ratiba yako imekaa vizuri, basi pambana nayo. Na wanashauri hakikisha unachokiandika katika siku hiyo, hata kama ni vitu vitatu, hakikisha vyote umevifanya na umevimaliza. Itakusaidia katika kujenga hiyo tabia ndani yako, kutoka siku moja paka nyingine, mwezi mmoja paka mwingine, mwaka mmoja paka mwaka mwingine. Kwa hiyo hii inaenda kwa wote. Hata kama sisi watumishi leo napanga kutembelea nyumba 10, unaziainisha, hakikisha unaisimamia, unawatembelea watu wa Mungu katika hizo nyumba 10. Ukimaliza unamtukuza Bwana. Kama leo ni 2, simamia na hakikisha unafanya namna hiyo. Hali kadhalika kwa sisi ambao tumeanzisha miradi yetu ya jasiriamali na wafanyabiashara, tuandike hicho kitu na tukisimamie. Itatusaidia sana katika kufanikisha biashara zetu kwa viwango vikubwa. Lakini kitu kingine ambacho hawa watu walionekana wanacho, huwa hawaonekani hovyo hovyo kwenye mikusanyiko ya watu ambayo hawajahusishwa, na kama wamehusishwa labda haina tija, huwezi ukawaona kirahisi rahisi. Sio kama wanajitenga, hapana,
lakini wanajiepusha na vitu vingine vingi, kwa maana kuna mikutano mingine inaleta vurugu. Mfano, si mibaya mikutano ile ya kisiasa ya hadhara, si mibaya, ni mizuri, kwa maana wale nao ndio kazi yao ya kwamba kuwaletea mipango wananchi ni kwa namna gani wakipata nafasi fulani watatekeleza. Lakini ukishaona ina viashiria tu ya vurugu na shida fulani, basi tafuta, kama hata unataka kusikiliza ujue pointi zake, basi tafuta minzi nyingine ya kuangalia. Either ukatumia hata vyombo vya habari ambavyo vipo na vinarusha moja kwa moja hayo matangazo, yatakusaidia. Ila mikusanyiko ambayo haina tija au hautanufaika nayo ni ya kuiepuka sana, kutokana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Lakini pia hapo hawa watu huwa hawana wale marafiki jina tu, yani wana kauli wanaoitumia, sema bana tunafahamiana, huyu namfahamu, labda anafanya shughuli fulani. Sio urafiki, wenyewe wana kitu kinaitwa ile business partners. Wenyewe anakuwa watu ambao wanafanya nao biashara ndio wanakuwa angalau naweza kusema ni marafiki at least wa kudumu, kwa sababu wanafanya kazi pamoja. Sio tu marafiki ambapo unaamka tu unaingia nyumba ya tatu, bana rafiki yangu tu nimekuja tu tupige story. Marafiki wa namna hiyo wao hawana. Kwa unakuta hawana marafiki wa namna hiyo, ila wanakuwa na washirika katika kufanya huo mradi, na ndio maana inawasaidia katika kukua, kwa maana wakikutana wanapeana mawazo ya uelekeo ule ambao wao wanaenda. Fanya biashara ukakutana na mtu ambaye hana shughuli yoyote, amekaa tu nyumbani, mawazo yake itakuwa tofauti. Yatazungumza umbea, mama fulani umemwona kile kitenge naona mwezi wa 3 sasa anacho tu. Ndo habari zinakuwa za namna hiyo. Lakini akikutana na wale business partner ambao wanafanya nao biashara au wabia stakeholders katika hiyo biashara yake, wanazungumza fursa. Wataambizana, bado umesikia kuna fursa fulani sehemu fulani, kuna fursa ya makaa ya mawe huko Ludewa, na wewe ndio biashara zako hizi, unaonaje huko? Tuweke partnership, tutengeneze hapa. Mimi tayari na mkataba, wewe una magari, kwa tukubaliane jinsi tutakavyobeba, tutagawiana vipi faida. Kwa hiyo wengine mnaona wanabeba vitu, sio kazi yetu kusema ndo kaipata yeye, hapana. Kapata mtu mwingine, lakini kwa kuwa na partner anajua yeye ana magari, anamuita na hii tenda labda bilioni 1. Wewe una magari 15. Kwa nataka magari yako yote yafanye hii kazi. Shingapi? Wanakaa wanakubaliana terms, wamefanya biashara. Kwa hao ndio utawakuta pamoja, maana yake wanaenda kwa uelekeo mmoja. Uweze kukuta amekaa tu pale anapiga story ambazo hazieleweki. Kwa hiyo wanakuwa hawana marafiki wengi, lakini sio kusema wanajitenga na hii dunia, hapana, hawajitengi. Lakini kuna ile mikusanyiko tu ya lazima ndo wanahudhuria. Kama kuna msiba basi wanashiriki, kwa maana baada ya mwanadamu kutenda dhambi hakika atakufa. Kwa hiyo lazima ushiriki. Na kwa sisi hapa watu wa Iringa tunajua mtu asiposhiriki katika msiba, maana yake naye likimkuta hatushiriki. Hiyo ni tamaduni ya hapa. Mtu akipata changamoto ya msiba, basi watu hushiriki na kufanya shughuli zingine ikiwemo na kula. Pia wanachunguza kila kitu. Nilishangaa sana mwaka 2021 kama sijakosea, kwa mara ya kwanza naingia katika mkoa wa Iringa, nikiwa pale maeneo ya Tosamaganga, kuna kazi nilikuwa nafanya pale. Basi kwa bahati mbaya ikatokea msiba katika hiyo sehemu ambayo nilikuwa, na nikaona si vyema nijitenge, kwa maana hao tayari wameshakuwa ni sehemu ya watu ambao naishi nao au tunafanya kazi. Basi nikahudhuria pale katika ule msiba. Programu zote zikafanyika na mtu akahifadhiwa katika ardhi kama ambavyo ilisemwa ya kwamba mavumbini utarudi. Basi baada ya kumaliza, kuna habari ya chakula tukapata, tukaondoka. Mimi nilichukulia ni kitu kidogo sana, lakini kesho yake nikaanza kusikia habari ya kwamba tukitendo cha kushiriki na kula, kumbe watu walikithamini sana. Wakawa wanasema hata yule kijana ni mgeni hapa,
lakini amekuja ameshiriki na amekula chakula, lakini watu wa hapa wamegoma. Ikawa ni topic na nikasikia kwa watu wengine. Kwa kweli nikaona kumbe kila jambo unapolifanya linaonekana ni dogo, lakini kwa watu ambao walimewagusa moja kwa moja ni kubwa. Kwa hiyo mikutano ya namna hiyo ile inatulazimu tuweze kushiriki, kwa sababu kama tunavyoijua haina taarifa wala nini, ni muda wote inatokea. Na kama watu ambao tunahusiana vizuri, basi si mbaya tukashiriki humo. Hata kama ni mjasiriamali tushiriki, kwa maana lile ni jambo lingine, haupangi wala haufanyi chochote. Lakini pia mikusanyiko mingine ambayo sio ya muhimu sana unaweza tu skip. Kuna mikusanyiko mingine inakuwa ina faida, mfano labda marathon. Mfano nilikutana na mfanyabiashara mmoja, yeye alikuwa yuko busy na hizi marathon. Ikitangazwa tu anaenda kudhamini, anatoa t-shirt, anapiga nembo zake, akasema ile pale inanitangazia sana. Na sio kunitangazia, inakuza jina na kutengeneza network na viongozi wakubwa wa serikali ambao kwa muda mwingine sio rahisi kuonana naye. Mfano kama waziri mkuu sio rahisi kuonana naye kirahisi, lakini ukishaona tu ile tukio anashiriki, basi unaingia pale. Kama nia yako ni kupenetrate paka kule utengeneze network ili upate fursa, basi unajitosa na unatafuta hiyo network. Kwa hiyo network zingine zinatafutwa kwa fedha, lakini sio kwa maneno tu. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya tabia. Lakini ukija tena katika swala lingine, kwenye swala la fedha, hawatoi fedha hovyo. Hata kama unamfahamu ndugu yako ya kwamba kabisa bana, huyu ni ndugu yangu kabisa na ana fedha, unaenda anakuambia sina, unaondoka ukiwa umenyongonyea, unasema yani mali zote ambazo amejaliwa na Mungu, lakini ananinyima hata 10,000. Kwa wale sio wa kutoa hovyo. Kwa nini hawatoi? Kwa sababu ya kanuni ya kibiashara. Huwa wanaishi na kanuni ya biashara ambayo inasema biashara na anayesimamia hiyo biashara ni watu wawili tofauti. Wazungu wanaita business entity principle. Yani inakutofautisha wewe na ile biashara. Kwa biashara ukisajili, kwa mfano kwa mfumo wa kampuni, inatambulika kama mtu ambaye inapewa sifa zingine za kushtakiwa na kufanya mambo mengineyo ambayo sheria inaruhusu. Kwa hiyo wanatofautisha hivi vitu. Ndio maana huwezi tu ukatoka hapo unaenda hapa na beba na sina hela ya kula, atoe 20,000 akupe. Ile 20,000 kweli anayo, anaisimamia, lakini sio fedha yake. Ni fedha ameichukua, amempatia biashara. Amemwambia bana, hii biashara nakupa hii. Kama ni biashara ya viungo, anasema biashara ya viungo nakupa hii. Nahitaji uizalishe hii na unilipe. Sasa unakuta sehemu ile ya kutoa tu misaada ovyo inakuwa imekoma. Lakini sio kusema nasema isifanyike. Ifanyike, lakini kwa namna ambayo inaifaa. Usije ukatoa sehemu ya mtaji wako. Na ndio maana biashara nyingi sana za wanaita sole proprietor, yani ni mtu mwenyewe anatumia majina yake na nini, zinakufa kwa haraka. Ni kwa sababu hiyo, kutofautisha kati ya biashara na yeye mwenyewe anashindwa. Kwa anataka fedha aliyowekeza kwenye biashara aitumie hata kufanya mambo yake mengine. Hapana. Lazima uweze kuvitofautisha hivi vitu, na wao wanatofautisha. Ndio maana unawaona sio rahisi kutoa vitu kwa wakati tu, muda wote ukifika anatoa. Kama ni jambo la muhimu sana, basi atakwambia hebu niandikie, alafu nione namna ya kulitatua. Kwa maana akilichukua ataanza sasa kukalkuleti, ataanza kuiuliza biashara, labda biashara yangu ya duka wewe faida unanipa 5,000 kila siku. Sasa nahitaji 20,000 kutatua hili jambo. Kwa biashara anamwambia kwa kuwa nakupa 5,000, maana yake wewe itabidi nikupe wiki ili niweze kukupa hiyo 20,000. Maana wiki ni siku 7, 5,000 kwa siku faida, ili anatengeneza 35. Kwa hiyo 20,000 anaweza kariski kuitoa, kwa maana anafogoni
zile benefit angezipata za kutumia 20,000 kwenye biashara yake ili atatue ile changamoto. Na mara nyingi changamoto zile kubwa kubwa ambazo zitahitaji sana azitatue ili huyu mtu aendelee, ndio nzuri, ndio at least wanazifanyia kazi. Lakini ukienda kumwambia tu habari si ya chakula, atakwambia bana katafute kazi. Na ndio maana katika seminars hizi waseminishaji wameenda kutuambia tufanye kazi, kwa maana umasikini ni nini? Ni mbaya. Umaskini utadharirika, usiwe mtu wa bakuli. Kwa hiyo tutumie fikra zetu, tuishi ndani ya kanuni, tuweze kutengeneza fedha. Na tukifanya kazi vizuri, tutapunguza hata idadi ya maskini katika nchi na kwenye familia zetu tunazotoka. Tupunguze wategemezi ili biashara ziweze kutunufaisha na kukua zaidi, kuliko kila faida inayozaliwa inakwenda kutatua changamoto. Basi haya ni machache, au hizi ni tabia chache ambazo wafanyabiashara wakubwa waliofanikiwa zimeonekana katika maisha yao. Si dhambi na sisi tukazichukua na tukazifanya kwa namna ile ambayo inafaa. Kwa hiyo kama unaona kuna mojawapo umepungua, basi tuiboreshe. Kuna wataalamu wetu wa afya unawaona hata katika swala la kulala na nini, watakusaidia namna nzuri ya kufanya hiyo shughuli. Tulisema pia hata biashara tunazofanya pia tuwaone hawa watushauri ni kwa namna gani tutaboresha ufanyaji wetu wa hizi biashara zifanye katika namna nzuri, afya yetu ibaki kuwa salama, tusijitese, kwa maana maisha ndo haya tu, hakuna maisha mengine kwenye hii dunia, labda ile nchi mpya ambayo tunaitarajia. Basi kwa kusema hayo, naomba kwa muda huu niishie hapo. Halafu kama fursa itapatikana baadaye, tutagusa kipengele kimoja cha muhimu kidogo katika kuangalia namna ya kuweza kupunguza matumizi katika biashara zetu, ili fedha tunazozalisha zitusaidie katika maisha yetu. Tunapoahirisha kipindi hichi, basi ni wasii tusimame tuweze kufunga kwa ombi, maana yake tumekaa sana. Mtakatifu na Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni, asante kwa kuendelea kutupa chakula ambacho kiukweli kina dhumuni la kubadilisha mitazamo yetu, ili tuweze kutumia rasilimali ulizotupatia kunufaisha maisha yetu ya duniani, lakini pia kuibariki kazi yako. Tunaomba ukawe nasi katika kipindi kinachofuatia baada ya hiki, na yale uliyoyapanga tuyapate. Tunaomba ukatupatie kwa utimilifu wake, lakini zaidi yakatusogeze karibu yako, yakatusogeze karibu ya msalaba, yakatusaidie katika maisha yetu ya hapa duniani, na yakalete mabadiliko makubwa kwa mwaka huu na hata miaka inayofuatia. Bariki wote ambao watasikia huo ujumbe, lakini zaidi utuandae kwa ajili ya kuurithi ule ufalme wa mbinguni. Tunaamini utakuwa nasi, kwani tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.